uwezo wa kuwa meya wa manispaa ya Bukoba ninao, na sina mashaka wananchi wa manispaa ya Bukoba watakwenda kuona kwamba bila kujali umri wa huyu kijana kazi tumeiona, kwa sababu mimi kama walipo wanavyosema mimi ni kijana na nina speed kweli kweli, natamani sana kuona vitu vinatokea. Uliyapima au ulipima uzito wa umea na ukaona uko ndani yako? Mimi nimewahi kuwa afisa utumishi. Yes. Kwanza katika manispaa ya Bukoba, baadaye nikawa afisa utumishi manispaa ya Kinondoni mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia nimekuwa nikifanya biashara zangu ambazo naamini ni zinanipa experience za uongozi. Kwa hiyo sio kwamba kwenye halmashauri ni mgeni, lakini pia nafasi hii ya umea ni nafasi inayoendeshwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za serikali za mtaa ya mwaka 1982. Sasa mimi hayo yote nimeyasoma kama afisa utumishi na ninakwenda kusimama katika kanuni na katika sheria zilizowekwa kuhakikisha tunafanya kazi. Bado pia kwenye safari yako ya maisha uliachana na utumishi. Zaidi ukaigemea kwenye siasa. Ambako pia tunajua hakuna ujira, kwa maana kuna unachokipata zaidi kwa nafasi ulizokuepo kuliko nafasi ya kitaaluma ambayo ulikuwepo nayo. Ujasiri huu unatoka wapi? Na kwa nini uliamua kuacha hiyo kazi? Yani nimesema nasoma sana vitabu pamoja na vitabu vya dini. Sisi kwenye Biblia katika neno mojawapo ambalo linaniongoza, Biblia inasema na ahimidiwe Mungu awe atendaye mambo makuu mno kuliko yote tuombayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo katika nyakati zote za maisha yangu mimi niliamini kutumia yale mambo ambayo yako ndani yangu. Kwa hiyo hata nilipoacha kazi kipindi fulani, mwanzoni niliacha kazi ili niwe nina uwezo mkubwa sana wa kusherehesha. Nilikuwa MC. Lakini pia nilikuwa nikifanya stand up comedy pale Dar es Salaam. Tumeanzisha platform ya Cheka Tu pamoja na Watu Baki. Lakini kile nilipokuwa nikiendelea na ile stand up comedy, naona kama sikai vizuri. Nikawa natafuta upande mwingine wa kitu ambacho kiko ndani yangu mimi, ndio nilitamani kimanifest kwa watu. Baadaye nikagundua kwa sababu kila nilipokuwa nikifanya hata kwenye hizo stand up comedy na nini, najikuta mimi ni kiongozi wa wale wachekeshaji. Basi baadaye nikawa nimetamani sana kujikita katika siasa, ili hichi kitu cha kisiasa kilicho ndani yangu kitokee. Na ndio maana sasa mwaka 2022 niliamua rasmi kwamba sasa nakwenda kukita maisha yangu katika ulimwengu huu wa siasa. Kwa hata hili linalotokea sasa hivi ni sehemu ya maamuzi, lakini ya kile ambacho ninakiamini kwamba uwezo mimi nilionao uko ndani yangu. Kuwahi kujuta kuacha kazi ya utumishi wa umma? Hapana. Na mshukuru sana Mwenyezi Mungu, sikuwahi kujuta. Kwa sababu immediately tu nimeacha kazi, tayari nina vitu vilivyoko ndani yangu ambavyo vinanisaidia kusurvive. Wakati nafanya kazi pale Kinondoni ndio nilipokuwa nikishirikiana na hao watu wa Cheka Tu na Watu Baki, lakini pia nafanya UMC pale Dar es Salaam. Baadaye nilipoamua kurudi nyumbani sasa, ndio nikaingia pale kwenye kata ya Kagondo kujipambanua kama kiongozi, na namshukuru Mungu limetokea. Familia ilikuchukuliaje? Kuanzia kwa familia yako mwenyewe na nyumbani? Familia kwa kweli nimeona nimechanganyikiwa. Kwa sababu familia waliamini kwamba ukiwa na umeajiriwa na serikali huko mahali salama, lakini mimi niliamini tofauti. Kwa hiyo mpaka nafanya hayo maamuzi nilionekana nimechanganyikiwa, lakini ninachomshukuru Mwenyezi Mungu sikuwahi kujutia maamuzi yangu. Lakini Mungu anasaidia na mambo mengine yanaendelea, na sasa familia wanajivunia. Okay. Turejee kwenye nafasi yako ya umea. Tayari
kuwa meya, umeubeba tayari umeya mabegani. Nini focus yako? Focus yangu ya msingi, unajua meya ana majukumu, analalia pande kubwa mbili. Meya ni kiongozi wa halmashauri. Kwa hapa mimi ni kiongozi wa halmashauri ya manispaa ya Bukoba kwa kushirikiana na mkurugenzi pamoja na madiwani. Lakini pili, ni mwakilishi wa wananchi katika eneo lake. Kwa hiyo mimi ninachotamani ni kushirikiana na uongozi wa halmashauri kuhakikisha kero za wananchi kwa serikali zinatatuliwa. Hiyo ndio focus kubwa ya msingi. Lakini pia ninao uwezo wa kufikiri, kuandika maandiko na kubuni miradi mipya kuhakikisha Bukoba tunapata miradi mipya yenye manufaa kwa wananchi. Wakati unaapishwa, hotuba yako ilikuwa moja ya hotuba fupi lakini zenye ujumbe ambazo pengine zili kwa kipindi chote cha kuhutubia nafikiri makofi yalipigwa kwa dakika 3, lakini dakika 7 zilizobaki ilikuwa ni utulivu ambao unatokana na hotuba yako. Kikubwa ukisisitiza masuala ambayo yalikuwa yanaonesha kwamba hautotaka dharau. Nafikiri kwa sababu kwenye kauli yako unasema wakati mko kwenye siasa ulikuwa na maneno yanazungumzwa ukija kutambulishwa. Kijana mgombea mdogo, kijana mgombea udiwani mdogo, mtoto mdogo, lakini kwenye kuzungumza kwako sura na sauti yako vilionekana kwamba sasa hii kitu labda kizungumzo katika nyanja ya kawaida lakini kisitumike katika uhalisia wa kwamba huyu ni mdogo. Yawezekana hiyo ni tafsiri yangu. Kwako ulikuwa unamaanisha nini? Cha msingi nilichotaka watu waelewe, wasifikirie kwamba mimi ni mtoto kiasi hicho. Mimi ni wengine ni wazazi wangu, wengine ni mdogo wao, lakini hii nafasi niliyopewa sio ya utoto. Ni nafasi inayohitaji kufanya kazi. Kwa hii nafasi awe ni baba yangu, shikamoo, lakini tufanye kazi. Unafikiri kuna watu wangeendelea kuchukulia mtoto? Uliliwaza hilo ndio maana ukazungumza vile? Sikuliwaza, lakini kwa sababu lilikuwa linasemwa, probably most likely kuna watu walifikiria hivyo kwamba huyu hawezi kutuongoza kwa sababu ni mtoto. Sasa mimi ni watoe hofu. Nafasi hii niliyoipata mimi ina miongozo yake ambayo mimi bila kujali umri wangu natakiwa kuifuata. Kwa hiyo nilikuwa nawasisitiza tu waelewe kwamba bila kujali utoto, hizi nafasi ambazo zinatumika kwa miongozo, na mimi miongozo nimeisoma, nimeielewa na nimeshajipima, naona nafaa kusimamia hii miongozo iliyowekwa. Kwa hiyo ndio ulikuwa ujumbe msingi wa kauli ile, na kuwaomba wasinitilie mashaka. Okay. Umezungumzia swala la miradi kama ambavyo nilisema muda ule. Manispaa ya Bukoba ukilinganisha na halmashauri nyingine za mkoa wa Kagera, ni kama halmashauri ya Bukoba ilitangulia kujitanua. Lakini kadri maisha yanavyoendelea ndivyo Bukoba imekuwa ikionekana sasa kushuka, ile miji kukua kwa kasi. Ukienda Karagwe, ukienda Misenyi, ukienda Kyerwa, though bado kwenye baadhi ya maeneo kama miundombinu ya barabara bado, lakini unaona maendeleo yanayokuwa kwa kasi kila muda na Bukoba inabaki vile vile. Kwako hili unaliona au uliliona kabla kama mkazi na unaliona kama meya, na nini pengine ambacho unafikiria? Mimi ninaliona, na kitu kimoja ambacho nimegundua kwenye hizi halmashauri nyingine kama walivyozisema, kizuri kimoja wapo walichokifanya, wamejitahidi kuweka mazingira mazuri kwa vijana na wafanyabiashara. Ndio ambao ndio wanachangia kwa kiwango kikubwa mapato ya halmashauri husika. Na halmashauri kutokana na inavyozidi kupata mapato ndivyo inavyoweza kufanyaje kuleta maendeleo yanayohitajika kwa wananchi. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tutakaa tushauriane na wataalamu ni kufikiria namna nzuri ya kuwawezesha vijana wetu na wafanyabiashara tulionao ili wafanye biashara vizuri, na kufanya biashara vizuri watatuchangia mapato. Hayo mapato ndio yatatusaidia kusambaza maendeleo kwenye maeneo yetu tofauti. Tumemsikia mkurugenzi wakati anawasilisha taarifa kwako na baraza lako, alieleza juu ya uwepo wa ufinyu wa maeneo.
kama ni moja ya sababu ambayo inapelekea uwekezaji pengine kukosekana kwa maeneo ambayo yanaweza kufanyika uwekezaji wa kiuchumi. Pengine unafikiri hili mtalipush kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba pengine hata inapotokea fursa na miradi ya maandiko mnayoenda kuyaomba pengine yapate sasa eneo ambako litawekeza? Hilo ni wazo la msingi kabisa na ni kweli manispaa ya Bukoba ni finyu. Na hilo swala kwa sababu liko katika utaratibu, sisi tulioingia kazi yetu ni kuendelea kulifuatilia kwa sababu wananchi wanatamani litokee, lakini ni swala la msingi sana kwa maslahi ya maendeleo ya manispaa ya Bukoba. Kwa hiyo tutaendelea kulifuatilia kwa ukaribu na kuomba serikali iruhusu ili jambo litokee ili manispaa yetu ya Bukoba ikue. Tunapoelekea ukingoni, nalo eneo ambalo tunataka pengine tulizungumzie swala la miradi. Ipo miradi mikubwa, umeingia kipindi ambacho miradi iliyokuwa inaimbwa miaka mingi na kutolewa kama ahadi pasipo kutekelezeka ndio umeingia kwenye wakati ambao sasa inaanza kutekelezwa. Tukizungumzia stand, tunazungumzia kingo za maji, kanoni, tunazungumzia mto Kanoni, tunazungumzia soko. Sasa na niseme ni bahati pia kwamba unaingia kipindi ambacho inaanza kutekelezeka, na sasa pengine inawezekana ikawa sehemu ya kupima kama kipimo kwako pamoja na mheshimiwa mbunge. Ili nini ambacho unaweza kuambia wakazi wa manispaa ya Bukoba? Ikumbuke kuwa stendi hata ya hapa mjini ilitakiwa kuwa tayari sasa imefunguliwa, lakini iko nje ya muda. Tunaona kuna barabara inajengwa pia nje ya miradi ya tactic, lakini bado inaonekana miradi haikamiliki kwa wakati, na ndio jicho la wakazi wa manispaa ya Bukoba hasa wanaotazama kama inaweza kuwa sehemu ya chachu ya maendeleo. Nini ambacho unaweza kuzungumza kwenye hili? Sisi ndo tumeanza kazi. Kitu kizuri na ninachowapongeza wananchi wa manispaa ya Bukoba, bunge wetu ni engineer. Kwa hiyo kwenye eneo la kusimamia miradi anao uweredi mkubwa, lakini pia na mimi ni kiongozi, ni afisa utumishi. Kwa hiyo kuhusiana na swala la kusimamia miradi pamoja na kuifanyia tathmini na upembuzi yakinifu inao uweredi mkubwa. Kwa hiyo ndo tumeanza. Wiki ijayo tumepanga pamoja na mheshimiwa mbunge na mkurugenzi na viongozi kufuatilia kujua hiyo miradi imekwama wapi, ili tuanze moja kwa moja kuisogeza kuhakikisha inatokea na wananchi wa manispaa ya Bukoba wananufaika na miradi hiyo. Okay, tukiwachana na umea, nini ambacho unafikiri kijana wale wanatakiwa kujifunza kutoka kwako? Kwa sababu pia naamini wewe ni meya kijana, kuna vijana wengi wanaokutizama, kuna watu sasa hivi ni kama umewapa hasira ya kupambana kisiasa, kiuchumi, wakijua kama kumbe kijana anaweza. Nini ambacho unafikiri kwenye story yako ya maisha yenye kachumbari anaweza kujifunza kijana? Nimesema kachumbari kwa sababu ushaingia kwenye utumishi, umeingia kwenye siasa, umeingia kwenye kuacha kazi. Nini ambacho nafikiri unaweza kumwambia kijana wale ambao hasa kwenye kuzungumza kwetu nasikia ukimtaja mara kwa mara kijana, uchumi? Yes. Mimi kitu kimoja ambacho ninaweza kumshawishi mtu ni kuwa na muendelezo kwa kile anachokiamini. Yaani unajua vijana wengi hatuna muendelezo, yani consistency. Wewe sasa hivi ni mwandishi wa habari, umeanza vizuri, na kuna mwandishi wa habari aliyeanza kama wewe sasa hizi pengine yuko CNN. Sasa ikitokea wewe umeanza sasa hivi kama mwandishi wa habari, ukaenda labda kuwa mkulima, tayari umefanyaje? Umepoteza mwelekeo. Sasa hili linatukuta sisi vijana wengi, hatuna muendelezo wa yale masuala tunayoamini. Kwa hiyo yanakuwa na muda mfupi. Kwa hiyo kama kijana ameamua kuwa mfanyabiashara, aanze biashara yake kwa udogo, ila aione ile biashara kwa ukubwa zaidi na asimamie ule muendelezo. Kama ni mwanasiasa, aanze siasa yake kwa udogo ila haione kwa ukubwa. Au kama kila kijana kwenye field aliyopo, tujitahidi tuwe na muendelezo, kwa sababu shida ya vijana, kwa mfano sasa hivi kuna changamoto ya ajira, lakini kuna kijana mwingine yupo anafanya biashara, wakati huo anatafuta ajira. Akipata ajira anaacha biashara,
biashara maana yake imefanyaje? Imekufa. Huyu tafsiri yake hana kitu anachokitaka. Sio, umenielewa? Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema ni kuwa na muendelezo wa yale mambo tunayoamini. Kama kwa sababu mimi mwisho nilikubali kwamba sasa hapa hamna ajira. Sio, umenielewa? Kwa nikaingia, nikaamini sasa hata katika hili nitafia Mungu. Lolote linaweza kutokea na Mungu pamoja na watu wameruhusu litokee. Siwezi kujivuna, lakini ninachoweza kumshawishi mtu awe na consistency katika jambo lake. Nafikiri wanakagondo wanaweza wakanilaumu sana. Nimekuja kuzungumza na wewe kuhusiana na maisha yako na Omera, lakini kama kata ile siyaigusia sana. Ni moja ya kata ambayo inapata wakazi wapya kwa kasi kwa sasa. Ukuaji wake ni mkubwa kwa sababu ya pengine shughuli nyingi za maendeleo kuelekea kule. Nini ambacho unaweza kuambia, kwa sababu bado kwenye msara ya miundombinu bado iko nyuma sana ukilinganisha na hasa miundombinu ya barabara? Nini ambacho unaweza ukawaahidi au ukawathibitishia juu ya kile ulichoahidi kwenye kampeni, na pengine tumalize? Kwanza nitumie fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa kata ya Kagondo, kwa sababu ndio walionifungulia milango ya hata wewe pengine kunioji siku ya leo. Wameniamini bila kujali umri, bila kujali uwezo wa kiuchumi, wenyewe wameniamini. Na wameamini kwamba kwa kunichagua mimi, zile kero zao zinakwenda kutatulika, kero za miundombinu, kero za ujenzi wa zahanati na mashule, na kero sisi kata ya Kagondo hatuna taa za barabarani. Hata kibao cha barabarani kinachoitambulisha kata ya Kagondo hamna. Lakini pia serikali imedhamiria kujenga soko la ndizi pale Kagondo kwa ajili ya kuinua uchumi. Kwa hiyo bahati nzuri ninaishi kule na mazingira mimi mwenyewe nayaishi. Kwa hiyo mimi naamini kuwepo hapa hakutanifanya nisahau nilikotoka. Kwa hiyo niwatoe hofu wananchi wa kata ya Kagondo. Tayari tumeanza kazi na tunakwenda kufuatilia kuhakikisha zile kero zote za miundombinu na mambo mengine zinatatuliwa.